Haji Sande Manara kama kawaida yake akaamua kumvaa na kujaribu pia kuweza kumpa maelekezo na kile anachokiona ni sahihi baada ya tatizo kubwa lililoweza kujitokeza katika siku ya tarehe 8. Nafikiri kwa wale waliopitia ukurasa wa Instagram kwenye akaunti ya Haji Sande Manara waliweza kuona barua ndefu ambayo Haji Sande Manara aliweza kuandika, na huku akiweza kutoa lawama na kile kilichoweza kutokea, kwa sababu ulikuwa ni ubadhirifu na hakukuwa na sababu ya msingi ya uongozi wa TFF ambao unaongozwa na Rais Wallace Karia kuweza kufanya maamuzi, na hata pia uongozi wa bodi ya ligi ambapo aliweza kutoa pia nafasi ya kusema kwamba mechi imegairishwa pasipo kuwa na sababu za msingi. Haji Sande Manara kwa raundi ameweza kuweka wazi kama ni kitendo cha kutaka kumfungia, basi ameomba wamfungie milele, kwa sababu siku zote ukisema ukweli ama ukizungumza ukweli unaonekana kuwa ni mbaya, lakini kwa kitendo kilichoweza kujitokeza, gharama na hasara kubwa zilizoweza kujitokeza siku ya tarehe 8 mwezi wa 3, bila shaka nafikiri Watanzania wengi wameweza kuumizwa na kitendo hicho. Ni makosa makubwa kwenye soka letu ambalo limekuwa likisapotiwa na mashabiki, kwa sababu watu wanajiuliza next time kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa haitoweza kuwa kama vile ambavyo watu walikuwa wana vibe, kwa sababu makosa yanayojitokeza kama haya manake inakuwa ni rahisi kuweza kumvunja mtu nguvu ama kumvunja mtu moyo ili mara kesho nikashukutwa asiweze kuisapoti timu yake. Kwa hiyo kwa Haji Sande Manara akaamua kumlipua bwana rais wa TFF, Tanzania Football Federation, Rais Wallace Karia, kwa kile kilichoweza kujitokeza na hata maamuzi yote, na hata kwa ile final say ya barua iliweza kutolewa, manake idhini aliyeweza kutoa ni rais wa TFF, kwa sababu barua ile isingeweza kutoka bila idhini ya rais mwenyewe wa shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania. Kwa hiyo nafikiri kosa pia kubwa na malalamiko yanayoenda kwake yanastahili, kwa sababu yeye ndo alikuwa mwamuzi wa mwisho. Kwa nini aweze kutoa final say na kusema kwamba mechi iahirishwe? Nafikiri kwa hili swala watu wengi wanazidi kuliona kwa umbali kabisa kwamba soka letu la Tanzania kama watu wasipoliangalia na wasipoendelea kuzungumza na wakaamua kulifumbia macho, manaki kesho na kesho kutwa nafikiri huenda soka Tanzania likaanza kudidimia kadiri siku zinavyozidi kwenda. Ndio maana watu wanakwambia kwa takwimu siku zinavyozidi kwenda, uwanja wa Taifa pindi panapotokea swala zima la dabi za Kariakoo, basi unaambia namba inaanza kupungua. Huo ni ukweli usiopingika. Yani kadri siku zinavyozidi kwenda, badala watu endelee kuwa na vibe wakikutana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini watu na ile namba inaanza kupungua. Kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri rais inabidi kwa taarifa aliweza kuipokea na ujumbe aliotumiwa na Haji Sande Manara inabidi ufikirie. Sema ukiwa kama mdau wa soka wa Tanzania pamoja pia na mdau, tukutane kwenye upande wa comment kwa kile ambacho utakiona ni sahihi cha kuweza kuzungumza ama kuweza kutoa ushauri. Hii ni Hatboy Media. Usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.